DSB Digital, haki na ukweli. Tuendelee na mazungumzo yetu. Umoja wa Mataifa unasema attacks near Gaza aid site are war crime. Mashambulizi yanayoelekezwa kwenye maeneo yanayochukua misaada ni uhalifu wa kivita. Hii ni taarifa ambayo inatolewa na UN. Sasa fikiria kitu kimoja. Kama UN wanalalamika, nani anapaswa achukue hatua? UN na wao wanaongea kama sisi. Nani anapaswa kuvaa hili bomu na kulileta sasa kusemea kuwa mimi nachukua hatua baada ya hapo? Kwa sababu taarifa hii inasema hivi: mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk alisema kuwa mashambulizi mabaya dhidi ya raia karibu na maeneo ya usambazaji wa misaada katika ukanda wa Gaza yanajumuisha uhalifu wa kivita, akionyesha uzito wa hali hiyo. Alikuwa anazungumza Jumanne. Siku ya Jumanne, waokoaji katika eneo la Palestina waliripoti kuwa mashambulizi ya Israeli yaliwalenga raia karibu na kituo cha kusambaza misaada katika mji wa kusini mwa Rafah, uliua watu 27. Yaani ninawapa hesabu ya watu 27, sio ile nilizungumza mchana. Hii ni hesabu nyingine. Kwa hiyo hata namba unazizoea. Iliua watu 27 na kuashiria ongezeko kutoka kwa idadi ya awali kufuatia tukio kama hili la Jumapili, wakati waokoaji walisema kuwa watu 31 waliuawa katika eneo moja, huku mashahidi wakisema walikuwa wakiendelea kukusanya misaada. Mashambulizi mabaya dhidi ya raia waliofadhaika wanaojaribu kupata kiasi kidogo cha chakula cha msaada huko Gaza hayakubaliki, Turki alisema, akiongeza kuwa kwa siku ya 3 watu waliuawa karibu na vituo vya usambazaji wa misaada inayoendeshwa na wakfu ya kibinadamu ya Gaza. Asubuhi ya leo tumepokea taarifa kwamba makumi ya watu zaidi waliuawa na kujeruhiwa. Turki alisisitiza haja ya uchunguzi wa haraka na usiopendelea upande wowote katika kila shambulio, huku akisisitiza kuwa wahusika lazima wajibishwe, akibainisha kuwa kuwalenga raia kunawakilisha ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa sawa na uhalifu wa kivita. Wapalestina wameonyeshwa chaguo baya zaidi: kufa kutokana na njaa au hatari ya kuuawa wakati wakijaribu kupata chakula kidogo ambacho kinapatikana kupitia mfumo wa usaidizi wa kibinadamu wa kijeshi wa Israeli ambao haufai kabisa. Hii ni taarifa inayotolewa na Umoja wa Mataifa. Hii ni taarifa ya Umoja wa Mataifa inakuja hivyo. Sasa unakaa unajiuliza mara mbili, hiki nini kinatokea? Sikia hiki kituko kingine. Msemaji wa zamani wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Matthew Miller, mnamkumbuka Matthew Miller? Mimi nilikuwa napenda kumuita plastic face. Sura yake na maneno yake wakati alikuwa anahudumu serikali ya Biden, sura yake na maneno aliyokuwa anaongea yalikuwa hayaendani wakati huo. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanamuona kama plastic face kwa sababu alichokuwa kikiongea mdomoni kilikuwa hakimaanishi kabisa kile ambacho kiko kwenye moyo wake au kile ambacho kiko kwenye dhamira na kile ambacho watu wanakifahamu, vilikuwa haviendani. Sasa sikia kituko alichofanya Miller. Msemaji wa zamani wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani alisema Israeli bila shaka inafanya uhalifu wa kivita Gaza, na hivyo kuashiria kujitoa rasmi katika msimamo wa serikali ya Biden ambao ulipita. Matthew Miller, ambaye yeye alikuwa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Rais Joe Biden, alitoa maoni hayo wakati wa mahojiano na podcast ambayo ilikuwa inamuuliza kuhusu 100 Days of Trump ya Sky News, ambayo iliyapeperusha hayo mahojiano. Alipoulizwa moja kwa moja kama kuna mauaji ya halaiki huko Gaza, ambapo Israeli imeua zaidi ya watu 54,000 tangu Oktoba 23 na kusababisha hatari ya njaa, Miller alisema haamini kuwa kama kuna mauaji ya kimbari, lakini anasema nina uhakika kuna uhalifu wa kivita. Sidhani kama ni mauaji ya halaiki, lakini nadhani ni kweli bila shaka kuwa Israeli imefanya uhalifu wa kivita, Miller alisema. Msemaji huyo wa zamani alikiri vikwazo alivyokuwa navyo wakati wa jukumu lake la awali, akieleza kuwa hakuweza kutoa maoni ya kibinafsi kutoka jukwaani. Yaani anachosema kuwa, manake aliulizwa mbona uliwahi kuulizwa hili swali na hukujibu. Yaani anasema kuwa nilikuwa nashindwa kutofautisha kwa sababu nilichokuwa nakizungumza kwenye jukwaa ni msimamo wa serikali ya Marekani, na haya ninayotoa hivi sasa ni maoni yangu binafsi. Kwa hiyo msimamo wa serikali ya Marekani bado ulikuwa haujakiri kuwa kama Israeli anafanya hilo. Sasa anasema unapokuwa kwenye jukwaa
hauwezi kuonyesha maoneo yako, hauwezi kusema maoni yako binafsi. Unaonyesha hitimisho la serikali ya Marekani. Miller alisema serikali ya Marekani haijahitimisha rasmi kuwa Israeli ilifanya uhalifu wa kivita. Matukio ya kibinafsi dhidi ya serikali, anasema Miller, hata hivyo alitofautisha kati ya sera za serikali za utaratibu na hatua za kijeshi za mtu binafsi, akipendekeza askari wa Israeli walifanya uhalifu wa kivita katika matukio maalum badala ya sehemu ya sera ya serikali ya makusudi. Yaani anachotaka kutuaminisha ni kuwa kuna makosa ambayo yamefanywa na askari wa Israeli kule Gaza ni makosa binafsi ya serikali wa Israeli na sio serikali ya Israeli. Sasa kama serikali yenyewe inanadi kuwa nendeni mkaue yoyote kule, kwa nini kinachoenda kufanyika ahusishwe? Kwa hiyo ni yani kuwa hawa wana kibali kwa sababu wana kibali cha kulindwa. Kumbuka hata hawa askari wa Israeli walivyofanya ubakaji kwenye gereza, wakawabaka mateka, wakawabaka wafungwa wa Kipalestina, serikali ya Israeli iliwalinda. Hata mahakama ya kijeshi ilipotaka kuchukua hatua dhidi yao, waandamanaji wa mrengo wa kulia walivamia makao makuu ya jeshi na kuhakikisha wanatolewa, na wakapelekwa mbele ya rabi wa Kiyahudi aende kuwaombea na kuwabariki kuwa walichokuwa wamefanya ni kitu kizuri katika hilo. Sasa unawaza tena wakati mwingine mafunzo ya dini nyingine yanaweza katia shaka kwenye hili. Kama dini itakuwa inahalalisha hivi kuwa hadi wale marabi, unajua rabi ni wale kama mashehe au mapasta au maaskofu ndio wa Kiyahudi, wanaenda kuwaombea kuwa mmefanya kitu cha maana sana. Sasa Miller anatuambia hivyo, kumekuwa na matukio ya watu binafsi ambao imekuwa ni uhalifu wa kivita, ambapo wanajeshi wa Israeli wamefanya uhalifu wa kivita. Alikosoa hatua za uwajibikaji za Israeli. Anasema bado hatujaona wakishikilia idadi ya kutosha ya wanajeshi kuwajibika. Yaani anasema kuwa hata serikali ya Israeli haijawajibika kwa nafasi yao kuwakamata hao ambao wamehusika na uhalifu. Sasa ulichokuwa unakataa nini? Kuwa haijafanya hivyo. Sasa aliongeza kuwa ni swali lililo wazi ikiwa watafanya hivyo. Ikiwa watafanya hivyo watakuwa wamepiga hatua. Nataka kusema kitu kimoja. Unapokuwa kiongozi sehemu yoyote, tunafahamu kuna uongozi na kuna uwajibikaji. Unapokuwa kiongozi unaongoza watu, ni lazima uongoze kwa jinsi ya utaratibu ulivyo. Kama tunakula kiapo kuhusu haki, utaratibu, sheria na kutodhulumu na kila kitu, halafu unasema kuwa una ile nadharia ya kuwa mimi ni kiongozi. Katika uongozi kuna uwajibikaji. Kule Uingereza wakati wa Boris Johnson, wanamuita Boro, wakati wa Boris Johnson aliondolewa kwenye nafasi ya waziri mkuu kwa makosa mawili aliyoyafanya Boris Johnson. Kipindi cha corona aliwakusanya washikaji zake, rafiki zake, wakafanya party hali ya kuwa nchi ina tangazo la lockdown na kukwepa mikusanyiko, isitokee mikusanyiko ya watu. Boris Johnson yeye alikusanya rafiki zake wakafanya party. Baadaye ikaja kujulikana Johnson alikusanya watu wake na akiwa waziri mkuu, akapigwa faini katika hilo. Kadhia ya pili, Johnson alimteua mmoja wa mawaziri, yani katika mawaziri fulani alimteua waziri ambaye huyo waziri alikuwa na kashfa. Huyo waziri alikuwa na kashfa ya unyanyasaji kwa mwanamke. Sasa Johnson alivyomteua akaulizwa kuwa mbona huyu waziri ana kashfa hii, wewe ulikuwa unaijua? Johnson akasema hapana, sikuwa naijua. Lakini kuna mtu ambaye akaja kuthibitisha kuwa Johnson alikuwa akifahamu hiyo taarifa. Baada hiyo kuwa akawajibishwa kwa uwajibikaji. Yani unawajibika kwa uwajibikaji kwa sababu hujatekeleza kile. Yani haijalishi wenzako wanazungumza nini, lakini wewe unawajibika kwa uwajibikaji. Historia ya nchi yetu inataja mzee Ruksa marehemu, mzee Ali Hassan Mwinyi, wakati akiwa waziri wa ulinzi, kuna mauaji yalitokea Shinyanga miaka hiyo. Yeye akiwa waziri wa ulinzi aliwajibika kama waziri wa ulinzi kujiuzulu. Yani huo ni wajibu, yani wajibikaji. Sasa ukimsikiliza Matthew Miller anachokizungumza, manake kuwa anasema alifahamu toka wakati huo kuwa Israeli ilikuwa ikitekeleza mauaji au uhalifu wa kivita ndani ya, na askari wa Israeli walitekeleza uhalifu wa kivita. Matthew Miller alikuwa anajua, lakini yeye akasimama jukwani kama mwakilishi wa serikali ya Marekani, sio tena kama Miller. Rahby Digital, haki na ukweli.